ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Mwenyezi Mungu anatuletea kisa ya mtume Nuh. Mtume Nuhu huyu yeye ni mmoja miongoni mwa waja wake Mwenyezi Mungu waliopata tabu sana katika dawa, waliopata tabu sana katika irshad, waliopata tabu sana katika dini. Mtume Nuh alifanya kazi ya dawa muda ya miaka 950 service. Mtume Nuh ilikuwa miaka 950. Kazi aliyofanya Mtume Nuh kutoa watu kwa Mwenyezi Mungu ilikuwa miaka 950. Katika hizo miaka 950 aliwaita watu kwa Mwenyezi Mungu. Watu wangapi waliokubaliana naye? Watu wangapi waliokubaliana naye? Watu wangapi waliokubaliana naye? Baadhi ya ulama wanasema watu 20 wamekubaliana naye. Miaka 950 watu 20. Miaka 950 watu 40. Mwisho miaka 950 watu 80. Sasa hebu fanya hiyo hesabu. Ikiwa miaka 950 aliita watu waje kwa Mwenyezi Mungu, waliokubali ni watu, waliokuja kwa Mwenyezi Mungu ni watu 80. Je, mwaka mmoja alikuwa akipata watu wangapi? Zero. Kwa hivyo ndio Mwenyezi Mungu anakuwekea wazi kuwa hiyo kazi ya dawa ni kazi ya kusubiriwa kwayo. Ushikapo hiyo kazi, jua umeshikamana na subra vile vile, umekumbana na subra vile vile. Ndio Mwenyezi Mungu anakuambia wala laqad, hakika bila shaka, arsalna Nuhan, tulimtuma mtume Nuh ila qaume, kwa kundi lake, kwa watu wake, kwa jamaa zake. Haya, ameenda mtume Nuh mpaka akafika, faqala, akawaambia watu wake, ya qaumi, enyi watu wangu, ibudullaha, ukisheni Mwenyezi Mungu, abudini Mwenyezi Mungu, msimshirikishe Mwenyezi Mungu na kitu.
bali pokesheni Mwenyezi Mungu peke yake katika ibada. Ubudillah. Ma lakum min ilahin ghairu, ma lakum, hamna nyinyi watu wangu, ma lakum, hamna nyinyi kundi langu, ma lakum, hamna nyinyi jamaa zangu, hamna nyinyi min ilahin ghairu, mola asiyekuwa yeye Allah, hamna mwabudiwa asiye Allah, hamna muumba asiye Allah, bali huyo Allah ndiye mola wenu, mumpokeshe, mumwabudu. Inni, haka bila shaka mimi nani? Mimi Nuhu, akhafu alaikum, nichelea kwenu, naogopa kwenu adhaba yaumin adhim, adhabu hiyo siku kubwa inayokuja. Siku kubwa hiyo ni siku gani? Yaum al-Qiyama. Huyo kubwa siku gani? Yaum al-Jaza, yaum al-Hisab. Na ndio katika kundi au katika jamii au katika jamaa aweko mtu kama Mtume Nuhu anayesema kwa jamii na jamaa na kundi kuwa ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim. Lazima katika kundi waweko watu wanaoamrisha mema, wanaokataza maovu, na wanaowaidhi umma, wanaogopea adhabu kali ijayo. Adhabu kwa wale watakao kaidi amri ya Mwenyezi Mungu, adhabu kwa wale watakao asi amri ya Mwenyezi Mungu. Adhabu wanayo, na ahadi ya hiyo adhabu ipo. Qala al-mala'u min qaumi inna lanaraka fi dalalin mubin. Nuh ametangaza kwa jamaa na jamii na kundi lake kuwa ya qaumi ibudullah, fukisheni Mwenyezi Mungu. Watu wa kawaida hawana matatizo, watu wa kawaida hawana laujibisho, watu wa kawaida hawana lao msukosuko. Ila shida iliyoko, shida wanayo watu wakubwa. Shida iliyoko, shida wanayo watu walio na vyeo. Shida ipo, shida wanayo watu walio na heshima. Ona Nuh alipowaita watu walinyamaza wa kusema kitu, lakini qala al-mala, wale wenye heshima katika kundi lake, wale waheshimiwa katika kundi lake, alisema wale wenye waheshimiwa katika kundi lake Nuh walisema jawabu kwa Mtume Nuh ya kule kuabudiwa Mwenyezi Mungu. Walisema nini? Inna, hakika bila shaka sisi watu gani? Wakubwa. Jazakallah khair. Sisi wakubwa, sisi waheshimiwa, sisi wenye jeuri, sisi wenye kiburi, sisi inna, hakika bila shaka sisi lanaraka, twakuona wewe fi dhalali mubin, umo katika upotovu ulio wazi kabisa.
Sasa mtu aliyetumwa na Mwenyezi Mungu ndio huyu anaambiwa yeye ni mpotofu. Mtu aliyetumwa na Mwenyezi Mungu ndio huyo mtu anayeambiwa ni nini? Ni mpotofu. Inna lanaraka, tutakuona wewe katika upotofu uliokuwa mkubwa kabisa. Nuh jawabu yake nini alipoambiwa mpotevu? Ona jawabu yake ilivyolingana na upotovu iliyonasibishwa kwake. Namna gani? Nuh anajibisha wakubwa, anawaambia hao wakubwa, anawaambia hao wajeuri, anawaambia hao wenye kiburi, anawaambia nini? Qala ya qaumi, Nuh amesema, amesema Nuh, ya qaumi, enyi kundi langu, ya qaumi, enyi jamii yangu, ya qaumi, enyi watu wangu, laysa bi dalalatun, hapana upotovu kwangu, sina upotovu mimi sina upotovu. Laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin, lakini hakika bila shaka mimi, lakini hakika bila shaka mimi rasulu, mimi ni mjumbe min rabbil alamin, kutoka kwa Mola wa viumbe vyote. Mola wa viumbe vyote ndiye aliyenituma. Ikiwa nimo katika upotovu, hayo siyajui, nyinyi ndio mnajua, lakini mimi simo katika upotovu. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Mimi nimekuja uballighukum, kuwafikilishia risalati rabbi, ujumbe wa Mola wangu alionituma naye, wa ansahu lakum, na nimekuja mimi nitoe nasiha kwenu, nitoe mauidha kwenu, wa a'lamu, na mimi nawathibitishia, na mimi nawahakikishia kuwa mimi ni a'lamu, mimi ni mjuzi, mimi ni a'lamu, mimi ni mjuzi min Allah, nimetoka kwa Mwenyezi Mungu, wa yale yaliyotoka kwa Mwenyezi Mungu ma la ta'lamun, sio yajua. Yale yaliyotoka kwa Mwenyezi Mungu mimi mwenye kuyajua zaidi kushinda nyinyi, hamyajui. Haya atakayo kwa Mwenyezi Mungu amejua, mpaka mwambiwe, mwelezwe, muahidiwe. Lakini mimi namjua sana. Na mara nyingi watu wanakimbia jukumu la kujua ili asalie katika hali ya kutojua, ili mengi yasishikamane naye, ili mengi yasikumbatiane naye. Ni mbaya. Ndio unaona, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, ni sawa wenye kujua na wasiojua, wao ni sawa.
Si sasa mwenye kujua yuko juu, asiyejua yuko chini. Sasa mimi ninayesemayo nyinyi mwayapiga, na ilikuwa haki yenu, vile mimi na ujuzi munifuate, na elimu na maarifa munifuate. Waalamu min Allah, na najua zaidi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ma la ta'lamuna, kutokana na yale msiyoyajua, wana yale msiyoyajua. Awajabtum an jaakum, au maona ajabu nyinyi maona ajabu an jaakum, kwa nyinyi dhikrum min rabbikum, ukumbusho kutoka kwa Mola wenu, ala rajulin minkum, kwa mtu miongoni mwenu, mwanadamu kama nyinyi, liyundhirakum, ili huyo mtu awaonye kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu, walitattaqu, na ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu, kumwogopa Mwenyezi Mungu, la'allakum turhamun, na ili mpate kurehemewa. Nuna ajabu ya hayo? Hayo si ajabu, bali lione dhikri ya Mwenyezi Mungu, mawaidha ya Mwenyezi Mungu, muyasikie na muyaweke katika vitendo. Msimwasi Mwenyezi Mungu, maneno ya Mwenyezi Mungu kutoka katika kinywa ya huyo mtu aliyotumwa nayo. Niye Mwenyezi Mungu ndiye alimchagua huyo mtu, naye ni Nuhu, kuja kuambia hayo maneno. Mwenyezi Mungu ndiye alimchagua kuja kuambia hayo maneno, ndiye amekuja na maneno yatakayowakinga kutokana na maasi, yatakayowakinga kutokana na madhara, yatakayowakinga kutokana na moto. Na kaja mtume huyu kwa nyie ili mpate kuja kurehemewa siku za baadaye, ni kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo. Je, kazi alizofanya mtume Nuhu, natija yake nini? Matokeo yake nini? Result yake kitu gani? Result yake fakadhabu, walimkadhibisha mtume Nuhu, walimpinga mtume Nuhu mpaka mwisho. Nuhu akakata tamaa, akakata tamaa na hao watu. Amefanya kazi kwao muda wa miaka 950. Moja wakamkadhibisha, wewe ni mrongo, wewe ni nani, wewe ni nani, wakata maneno yake. Mwenyezi Mungu na mtu wake, Mwenyezi Mungu fa anjaina, huyo mtume Nuhu tulimwokoa kutokana na yale ambayo itawapata hawa watu. Walladhina ma'ahu, na wale watu waliokuwa pamoja na mtume Nuhu, ima wale watu 20 au wale watu 40 au wale watu 80, tuliwaokoa pamoja na mtume Nuhu, tuliwaokoa fil fulki, katika merikebu, katika ile safina. Wa aghraqna alladhina kadhabu biayatina, na tuliwagharikisha wale waliokadhibisha ujumbe wetu kwa mtume Nuhu. Tuliwagharikisha kwa kukadhibisha ayati zetu, miujiza zetu, kudra zetu, tuliwaangamiza. Ona, Mwenyezi Mungu alileta ule mfuriko wa mtume Nuhu. Mfuriko ule ulikuwa mfuriko wa adhabu,
sio mfuriko wa kijanga kama ulimwengu sasa unasema janga Katerina, janga Sorofina na janga nini nyingine, janga nyingine imetoka jana, inaitwa nini? Jana moja, janga nyingine inatoka jana, sio inatoka inakwenda maili miangapi na ngapi inakuja. Hiyo Mwenyezi Mungu analeta hicho kitu ni nini? Ni adhabu. Lakini mwanadamu mamboleo wa kisasa, mwenye maarifa ya kisasa, mwenye ujuzi wa kisasa, anasema hiyo ni nini? Ni janga. Ni jambo la kitabia, ni jambo la muundo wa kiulimwengu unavyoenda. Lakini ona, Mzungu alileta mfuriko zama za Mtume Nuh, wa aghraqna alladhina katabu biayati, tuliwagharikisha wale waliokadhibisha ayati zetu. Kwa nini? Innahum, kabla shaka wao hao watu, kanu qauman amin, walikuwa ni kundi la watu vipofu, kundi la watu vipofu. Hawakuwa wao vipofu vya macho, lakini walikuwa vipofu vya moyo. Nyoyo zao zilikuwa pofu. Inasema kwa la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Upofu wa macho madhara yake ni chache, na upofu wa moyo madhara yake ni makubwa kabisa. Moyo ukipofuka, macho wazi, utakataa kila haki. Moyo ukiwa hai, macho yamepofuka, utakubali kila haki. Huyu no wito wake kwa hawa watu, aliwaita mchana na usiku, lakini wito wake haukufaa kitu mpaka Nuh akasema, qala rabbi, Nuh akasema, ewe Mola wangu, inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, bila shaka nimeita kundi langu usiku na mchana, falam yaziduhum duai illa firara, haikuwaongezea watu wangu wito wangu kitu ila wamekuwa wakinikimbia. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, ya Allah, kila ninapowaita watu wangu hao illa uje wasame, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ona hao watu wa Mtume Nuh walikuwa ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mtume Nuh akitoa mawaidha wanafanya nini? Wanatia vidole vyao kwenye masikio yao ili wasifanyeje? Wasisikie mtu anasema nini. Muda wa miaka 950. Jalu asabiahum fi adhan wastaghshaw thiyabahum, na wengine wamejifunika na nguo yao, hawataki kuona sura ya Nuh. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, na walidumu walikakamaa katika uasi na wakawa ni wajeuri wakubwa. Mtume Nuh akasema, ya Rabb, thumma inni da'awtuhum jihara, niliwaita kwa siri usiku, haikufaa kitu. Kisha nikaita wao jihara, kwa wazi, haikufaa kitu vile vile. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, kisha mimi nikawageuzia namna ya kuwaita kwa dhahiri na kwa siri na kwa nini na kwa nini. Zote hizo hazikufaa.
kitu kwa Mtume Nuh. Wakasema kwa Mtume Nuh, wewe ni Mwenyezi Mungu. Mtume Nuh aliposikia kama yeye ni Mwenyezi Mungu, miaka 950 ni mwisho kusema qala ewe Nuh, kad jadaltana, majadiliana na sisi, fa aktharta jidalana, umekithirisha kwetu sisi majadiliano nasi, fatina bima taiduna in kunta min as-sadiqin, tumechoka na wewe, lete hiyo adhabu uliyotuahidi ukiwa wewe ni mwenye kusema kweli. Qalu, kisha kumwambia Nuh, la in lam tantahi ya Nuh latakunanna min almarjumin, usipokoma wewe Nuh na kutuita kutuwaidhi, tutakupiga kwa mawe. Mtume Nuh hayo yote yalimpitia mpaka mwisho, mambo yalikuwa mazito kwa Mtume Nuh. Fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir, fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir. Mpaka mwisho Mtume Nuh alimwomba Mola, ya Rabb, anni maghlubun, mimi nimenini, nimeshindwa. Amesarenda sasa. Nani? Mtu wa Mwenyezi Mungu amesarenda. Anni maghlubun, ya Allah, nimeshindwa, kazi uliyotuma nayo nimeshindwa. Fantasir, saidia. Ndiye Mtume Mwenyezi Mungu anakuambia wewe, sikiza, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi, tumemtuma Nuh kwa watu wake, falabitha fihim alfa sanatin illa 50, alikaa miaka 1000 illa 50, yani miaka 950. Fa akhadhahum tufan wa hum dhalimun, tufani kaja, mafuriko yamekuja, ikawasoma wote ile hali ya kuwa wao ni wenye kudhulumu nafsi zao, wamekataa amri ya nani? Hayo mafuriko zama za mitume zilikuwa zikija kwa hali ya kuwa ni nini? Ni adhabu. Lakini zama zenu nini, watu wa elimu sasa, msema inakuja hali ya kuwa ni janga, nature. Msema ni kitu gani? Kuna kitu mnasema nature, tunafundishwa kwa katika form 6, sema nature, yani nature ndio imekuja, au janga ndio imekuja, lakini hiyo ilikuwa adhabu. Mfuriko wa Mwenyezi Mungu ulipokuja, ilisafisha ulimwengu mzima, ilisafisha dunia nzima. Wa dhalimun, wakawa ni wenye kudhulumu. كذبت قبلهم قوم نوح وكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Hawa ilikuwa mkadhibisha mja wetu, wakasema ni mwenye achimu, wakatenda maneno ya ukali. Ndipo hapo Mwenyezi Mungu aliposikia dawa ya Mtume Nuh, la rabbahu anni maghlubun fantasir, fafatahna abwaba as-samai bima'in munhamir. Mtume Nuh aliposema nimeshindwa, Mwenyezi Mungu fafatahna abwaba as-samai, tumefunua milango ya mawingu, bima'in munhamir, kwa maji yanayomiminika kwa wingi. Tumefungua mawingu kuteremsha maji kwa wingi. Maji ya nini? Ya kuja kuotesha mahindi ya kuliwa? Bima'in munhamir, mimina maji mengi.
bima'in munhamir. Kisha wafajjarna al-ardha uyunan, na ardhi hii tuliupasua tukautoa maji chemchemi. Sasa maji inatoka njia ngapi? Min as-samai wa min al-ard. Faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir. فالتقى الماء على أمر قد قدر. فالتقى الماء على أمر قد قدر. Zimekutana maji ngapi? Ya wapi na wapi? Maji ya mawinguni na maji ya ardhini zimekutana. Ala amri qad qadir. Kwa amri aliyokadiria yeye nani? Yeye Mwenyezi. Kwa wale watu walioasi amri ya Mtume, walioasi amri ya Mwenyezi Mungu, maji ilifanya vita na hao watu, maji iliwasomba hao watu, ikawapeleka ukawaporomosha wote baharini. Alikuwako mwana kijana mmoja mwerevu, alikuwa kijana mwerevu, ana akili, ana elimu, ana ujanja, kama vijana wa zama gani. Mtume Nuhu alikuwa na kijana mkaidi, mkorofi. Mtume Nuhu alimwambia ya bunayya irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Mtume Nuhu alimwambia ya bunayya, ewe kijana changu, njoo pale na sisi jahazi, usisaidie pamoja na hao watu wakafiri wapinzani wa kumpinga Mwenyezi Mungu. Kijana alisema, mimi kupanda jahazi sitapanda. Ya bunayya irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Panda na sisi jahazi, usiwe na makafiri. Ona majibu. Kijana ameitwa na baba, amekubali. Saawi ila jabalin yasimuni min al-ma. Baba, jahazi sitaipanda, lakini mtapanda jabali. Unaona sasa hapo nini? Unaona vijana, nani kijana? Unaona nguvu ya akida kijana, unaona nguvu ya werevu wa kijana, unaona nguvu ya kielimu ya kijana, unaona nguvu ya kimaarifa ya kijana. Unaona baba anasema panda hilo bao, hili bao, ibao hii panda, bao hii jahazi panda. Huyu mwenye akili anasema la saawi la jabali, mtapanda juu ya tena. Akamwongezea baba yake, yasimuni min al-ma'i, jabali itanihifadhi kutokana na hiyo maji. Maji haiwezi kunifikia kule juu. Wewe mtoto, wewe kijana, wewe umezaliwa juzi, umeona dunia jana na juzi. Dunia yako ni ya jana na juzi. Uliza wahenga walioona dunia ilikuwaje. Kama hujaona maji ikipanda mlima, maana wewe utaona leo. Kama hujaona maji ikipanda mlima, utaona leo. Sawa ila jawadi ya suni kapanda, ndio bidi ndio imekuwa hifadhio lake kweli. Correct answer. Aliyotarajia huyo kijana ilikuwa ni correct answer. Sio correct. Pale milimani mwake maji yamekuja, asomba maji, bado mmoja anatafuta maji, maji anatafuta, huyu mmoja yuko wapi? Yule milimana ya maji nenda. Hata Katerina katika ile ghorofa ilikuwa ya 87 ghorofa, ilikosa mtu mmoja alikuwa atakiwa afe. Katerina amefurika mpaka kafika huko juu, kamtoa. Milioni hiyo sinema memtoa kitu namna hiyo, na mnasema hilo si adhabu, hiyo ni janga. Hii ni tabia ya kiulimwengu, ndio tabia ya kiulimwengu, lakini Mwenyezi Mungu amekuja kudhihirisha kwetu, tunaamini kwa hiyo ni adhabu. Basi falta hapo kwa huyu kijana tunaambiwa hapa, kala mala min qaumi
inna naraka fi dhalalin mubin. Sasa tunaweza sema huyu kijana alikuwa kiongozi wa watu wengine pia. Huyu kijana kuwa kiongozi au kuwa si kiongozi sijui, lakini yeye ni miongoni mwa wale watu wapinzani wa baba yake, wapinzani wa Mtume Nuhu, wapinzani wa Mtume Nuhu. Huyu kijana naam. Aya, faltaqa almau ala amrin qad qadir, maji imekutana kwa amri aliyokadiria Mwenyezi Mungu. Wahamalnahu ala dhati alwahin wa dusur, na tumembeba Nuhu na walioamini na yeye katika chombo kilichotengezwa kwa mbao na msumari. Mbao na msumari, yule amepanda mjabali mawe na huyo anapanda mbao na msumari. Naam, tajri bi ayunina jazaan liman kufir. Mbao hiyo, jahazi hiyo ilikuwa ikipita juu ya maji kwa hifadhio letu, tunaiona maji, jahazi ya Mtume Nuhu hiyo na pasua maji naenda. Na Mwenyezi Mungu anasema nini? Jazaan liman kufir. Hiyo ni malipo yule mtu aliyopingwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amemhifadhi katika hilo jahazi. Ni siku ile dunia mzima iliwoshwa, ilisafishwa waasi wote na maasi yao yote. Dunia imesalia nyeupe, uasi ulimalizika. Ndio Mtume Nuhu huyo anaitwa nini? Abul Bashari Thani, baba wa viumbe wa pili. Kwa wale viumbe wa kwanza wa baba Adam walichopwa wote, wakatoweshwa kutoka katika ulimwengu. Wale waliokuwa katika jahazi na Mtume Nuhu ndio vizazi vyao hivi sasa viko katika hiyo dunia. Wakaidi wale wote, msafisha ulimwengu mzima, dunia imenyamaza, hakuna kupeleka mambo hiyo kotini. Wala khatarakna ayatan fahal min mudakkir. Yesu wasema kisa hii tumeacha kuwa ni dalili ya kuonyesha aya ya uungu wa Mwenyezi Mungu, ukubwa wa Mwenyezi Mungu, upweke wa Mwenyezi Mungu. Fahal min mudakkir, kuna naye waidhika yalikasema kalam basi yalikasema kuna naye kumbuka. Fahal min mudakkir fakaifa kana adhabi wa nudhur, akazingatia adhabu yangu ilikuwaje na onyo langu lilikuwaje. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahal min mudakkir, tulisaidisha hiyo Qur'an, tulainisha hiyo Qur'an kwa mauidha ili iwalainisha watu. Je, kuna anayelainika? Wenye kulainika hawako. Watalainikaje na hali ya kuwa umeutupa Qur'an? Kulainika huko, watalainika pindi wakiwa na Qur'an, watalainika pindi wakiwa wameshikamana na Qur'an, watalainika pindi adabu zao zikiwa ni adabu za Qur'an. Lakini pindi zao tofauti na Qur'an, hawana haja na Qur'an, bali wameugura Qur'an. Inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana hijran mahjura, tumalilia zamani na watu wangu hao ya Allah wameugura huo Qur'an, wameuhama uliokuwa mbali kabisa. Sasa kumbuka hilo, ila atakapotaka yeye Mwenyezi Mungu kupatikanwa ukumbukao ndio tupatikana. Wa ila adna akhahum huda, wa ila adin, na Mwenyezi Mungu amesema tulimtuma Mtume Hud kwa watu wake wa Ad. Qala, alipofika Mtume Hud kwa kundi lake alisema, ya qaum, watu walikuwa wakitumiwa
wakitumwa kwa watu wao. Sasa watu walikuwa wakitumwa kwa watu wao. Bari Rasulullah bari lendu Rasulullah lendu aluru Rasulullah aluru diga Rasulullah diga ini ya nasi bahasa mabadu zaidi kan ala Hud ila kaum kwa watu wake, jamii zake, jamaa zake. Qala, akasema kwa ya qaumi, enyi watu wangu, jamii zangu, ubudullah, pokesheni Mwenyezi Mungu, ma lakum min ilahin ghayruh, hamna nyie mwabudiwa mwingine asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Afala tattaqun, je, hamwezi kumcha Mwenyezi Mungu? Hamwezi kujichukulia kinga na takwa? Kinga ni mtu kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo. Ukiweka vya Mwenyezi Mungu katika vitendo, utaona hayo maamrisho itakuepusha mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu, itakutenga mbali na yale ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi. Basi mcheni Mwenyezi Mungu, hamna nyinyi mola mwingine asiyekuwa yeye. Je, nyinyi afala tattaqun, hamwezi kujichukulia kinga mkaweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo ili iwakinge kutokana na adhabu yake? Mara nyingi waropokaji ni watu gani? Wadosi wakubwa. Qala la mala'u alladhina kafaru min qaumi, walisema almala'u, wakubwa, alladhina kafaru, walio kufuru, walio mpinga Mwenyezi Mungu na mtume, min qaumi, kulibana kundi lake Hud. Wale wakubwa wa kundi ndio wanasema, wale wakubwa wa kundi ndio nini wanasema. Na mara nyingi wafuasi hawa kazi yao, inna ata'ana sadatana wa kubara'ana. Wafuasi kila siku kazi yao ni kufuata kila presidenti, wanafuata chairman, wanafuata secretary, wanafuata secretary, wanafuata executive committee, wanafuata community committee, managing committee, wanafuata hao. Wanakuwa ina atana sadatana. Sasa maneno ikija, wanakuweko wako watu gani wanaoitwa spokesman, wakalimani, wasemaji. Sasa mtume wa Mwenyezi Mungu akija na maneno kwa kundi zima, wanakuweko wakalimani, ni hao ni wale waheshimiwa. Qala al-mala'u, walisema al-mala'u, waheshimiwa watukufu, alladhina kafaru, walio kufuru, waliopinga amri ya Mwenyezi Mungu, waliopinga mtume wa Mwenyezi Mungu, min qaumi, kutubana na kundi la mtume Hud, walisema inna lanaraka, wewe Nuh, wewe Hud, wacha maneno yako. Inna, akimecheka sisi, lanaraka, twakuona wewe fi safahatin, huko katika nini? Upumbavu. Unaona mtume wa Mwenyezi Mungu anaambia mpumbavu. Nule sayakulu sufahau, watasema watu wapumbavu wasio na akili. Unaambia Hud, wewe inna, akabla sisi, lanaraka, twakuona wewe fi safahatin, umo katika upumbavu. Maneno gani natuambia tuje tumwabudu Mwenyezi Mungu? Hatuna Mungu mwingine asiyekuwa yeye. Maneno gani haya? Wewe, haya maneno ya kipumbavu. Inna, kabla shaka sisi, la nadhunnuka, tunakudhani wewe Hud, min al-kadhibin, wewe ni miongoni mwa wasemao urongo. Hata wewe si mtume wa Mwenyezi Mungu,
Mwenyezi Mungu hakukutuma ila bali wewe tu umejitokeza, umejitolea, ukajiweka kabelebele ukaja. Ina kabla shaka sisi na nadhani kwa tunakutani wewe bila katibu miongoni mwa kusema urongo. Ona jawabu ya mtume nani? Mtume Hud. Ona jawabu ya mtume Hud, qala ya qaumi laysa fi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin. Mtume Hud alijibisha watu wake, kundi lake, kwamba ya qaumi, enyi kundi langu, laysa bi safahatu, si mpumbavu mie, hapana upumbavu kwangu mimi si mpumbavu, lakini mimi rasulun min rabbil alamin, mimi ni mjumbe kutoka kwa Mola wa viumbe vyote. Ona msimamo wa huyu mtume Hud haupo katika tusi alilotusiwa, haupo katika tukano alilotukana, bali msimamo wake umo katika lengo alilotumwa nalo. Lengo alilotumwa nalo nini? Wewe kuwaita katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kuwaita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mnataka kunipotosha, mnataka kunitoa, msemi mpumbavu na nini, tuende katika mambo ya upumbavu. Hapana, mimi nilikuijia, sikuijia mambo ya upumbavu na ujinga na nini. Mimi nimekuja kuwaita na kuwaelekeza katika njia iliyokuwa ya haki. Basi ndio nawaambia, ya qaumi, enyi watu wangu, laysa bi safahatu, sina mimi upumbavu, mimi si mpumbavu, walakini rasulun min rabbil alamin, lakini mimi ni mjumbe kutoka kwa Mola wa ulimwengu wote, yani kutoka kwa Mola wa viumbe vyote. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Mimi nimekuja uballighukum, niwafikishie nyie risalati rabbi, ujumbe wa Mola Mungu wangu, wa ana lakum, na mimi kwenu nyie nasihun amin, ni mwenye kuwaid mwaminifu, au mwenye kuwa nasihi mwaminifu, au mwenye kuwa kumbusha mwaminifu. awajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أواجبتم je, maona ajabu anjaakum, kule kuja kwenu, dhikru min rabbikum, ukumbusho uliotoka kwa Mola wenu. Imekuja huo ukumbusho ala rajulin minkum, kwa mtu aliye miongoni mwenu, mtu kama nyinyi, liyundhirakum, ili aje awaonye nyinyi. Wadhkuru, kumbukeni,
idh ja'alakum khulafa, nyinyi Mwenyezi Mungu aliwajalia nyinyi kuja baada makhalifa min baadi qaumi Nuh, baada ya mtume Nuh. Wale wa mtume Nuh walifanya maasi na waliona walitendewa namna gani, na nyinyi mnakuja baada ya wale. Sasa nyinyi udhkuru, kumbukeni, wekeni maneno katika fikra na mawaidha na katika mazingatio. Mwenyezi Mungu aliwajalia khulafa min baadi qaumi Nuh, baada ya qaumi ya mtume Nuh. Wazadakum fil khalqi basta, naye Mwenyezi Mungu aliwaongezea katika umbile, aliongezea mkao mna nguvu zaidi kuliko wale watu wa mtume Nuh. Fadhkuru ala Allah, fadhkuru ala Allah, kumbukeni neema zake Mwenyezi Mungu. Fadhkuru ala Allah, kumbukeni neema zake Mwenyezi Mungu kwa kuyatumia hizo neema katika ile njia ambayo Mwenyezi Mungu yuradhi kwayo, kwa kuyatumia hizo neema katika yale ambayo yamo ndani yake ufanisi wa dunia. Fadhkuru ala Allah, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu, ili mpate kufuzu. Mtume msimamo wake ndio huo. Msome msimamo wa watu wake nini? Nini msimamo wa watu wake? Qalu ajitana lina'budu Allah wahda, kundi lake Qalu wamesema ajitana, umetujia sisi lina'budu Allah wahda, ili tumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Hayo ndio leo tujia nayo, hayo ndio leo unatuambia, kuna mengine ya kutuambia ile hiyo tu. Ajitana, umetujia sisi lina'budu Allah wahda, tumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Wanadhara, na tuache ma kana yaabudu abauna, yale waliokuwa kiabudu baba zetu. Unataka tuache yale waliokuwa kiabudu baba zetu, ndio unataka tuache wewe? Tamko la mwisho kwako wewe Nuh, Hud, fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Sasa wewe fa'atina, utuletee ma yale ambayo ta'iduna, unayotuahidi kwa adhabu tatupata, in kunta minas sadiqin, kwa miongoni mwa kusema kweli. Kuacha ibada za baba zetu tutaacha, na kufuata tutakufuata, na kupendekeza tukupendekeza, yako yote hatutaki. Na yaliyoko hiyo adhabu nasema itatupata, lete pati, tuletee, tutayari. Ya salam. قال بسم قد وقع عليكم من ربكم، hakika imetuka alaikum, juu yenu nyie, min rabbikum, kutoka Mola wenu, rijsun, adhabu, wa ghadab, wa ghadabu, na ghadabu imeshafika juu ya vichwa vyenu. Atujadilunani, je nyinyi mnajadiliana na mimi, mnafanya ubishi na mimi, mnafanya argument na mimi, fi asma'in samaitumuha, katika hayo majina mlioyaweka, mnayoitia kwayo wenyewe kwa wenyewe, kuwa ni waungu nao si waungu. Samaitumuha antum, mnaita kwa majina mlioweka nyinyi,